Kuna haja ya viongozi wa eneo la Rabai, kaunti ya Kilifi kuja na mbinu mbadala za kukabili tatizo la ukosefu wa maji unaoshuhudiwa kwa wakazi wa eneo hilo. Akizungumza na wanahabari, mtangazania ya uwakilishi wadi ya Rabai Kisurutini Ndune Munga amesema baadhi ya mbinu hizo ni kupiga bomba maji yaliyoko katika timbo ya Kamkunji. Tuko na maji mengi pale Kamkunji Dam ambayo iko pale Kokotoni. Kamkunji iko na maji safi, maji mazuri ambayo wananchi wanaweza wakatumia. Viongozi wengi hawajagusia ile Kamkunji, lakini Kamkunji ana maji ambayo maji yanaweza kusambaa hapa Rabai na kila mmoja akapata maji ya kunywa. Tunaweza tukatumia solar pumps, tupate pampu kubwa za sola za kutumia sola, tuweze kupampu yale maji na yaweze kuingia vijijini na Warabai wapate maji na wao wanaweza kutumia yale maji. Tukiwa na hiyo mbinu ya kwamba yale maji ni resource ambao sisi Warabai tumebarikiwa nayo na iko hapa Rabai, na sisi Warabai ni tujivunie tukiwa na resource kama ile, tuwe tunaweza tukaitumia kuweza kutatua tatizo la maji hapa Rabai. Yale maji ni mengi na tunaweza tukasambaza haya maji karibu sub-county nzima hii inaweza kupata maji kupitia ile Kamkunji pale. Maji ni mengi na maji ni masafi, yasapimwa na wananchi wanaweza wakayatumia. Ndune aidha amesema njia nyingine ya kukabili tatizo hilo ni kujenga bwawa kubwa litakaloweza kuhifadhi maji ya mto Kombeni ambayo yatatumiwa kusambazwa kwa wananchi badala ya maji hayo kutiririka hadi baharini. Mbinu ambayo pia tunaweza tukaitumia pia tukitumia ile perspective kubwa ya kufikiria na kuja na mawazo ambayo ni tofauti na yale ambayo yalikuwa yakitumika zamani. Tuko na mto Kombeni pale, ni mto mkubwa. Ule mto uko na maji mengi ambayo yakihifadhiwa yale maji yanaweza kusupply, tunaweza tukasupply ama tukapampu yale maji karibu sub-county nzima ikapata maji. Ni tuje tuna msukumo na uwezo wa kwamba acha tupiganie tujengewe damu kubwa pale Kombeni ambayo itazuia yale maji yahifadhiwe. Yatakuwa ni maji mengi sana yale ambayo yanapita yakielekea baharini, na yanaweza yakazuiliwa, yakapampiwa na yakawa purified na watu wakatumia hapa Rabai. Kiongozi huyo aidha amesema suluhu lingine ni kuchimba visima katika vitongoji vya wadi hiyo ili kusambaza maji bila malipo kwa wananchi. Tuko na option nyingine ambayo ni mbinu ambayo tunaweza tukatumia pia katika kutatua hili tatizo la maji hapa Rabai, ambayo wengi ama viongozi wengi wamekuwa wakiangazia tu kimawasko, wakiandamana, wakitafuta maji, lakini kuna njia ambayo tunaweza tumia tukapata maji. Kila kijiji kinaweza kupata maji kupitia uchimbaji wa visima. Tunaweza tukachimba visima kila eneo, ama kila eneo la mzee wa mtaa tupate kisima kimoja ambacho mwananchi anaweza akapata maji pale. Tukichimba kisima kimoja kila eneo ama kila eneo la mzee wa mtaa, itakuwa kila eneo tumepata option ya maji. Watakuwa wanachota maji pale na itakuwa ni free, ni bure. Kile kisima pale tunaweza pampu yale maji na sola, yale maji yanaweza yakatumika na wananchi wanaweza wakatumia maji. Kauli hizo zimeungwa mkono na baadhi ya wakazi wa eneo hilo, wakisema zitasaidia kupunguza mwendo mrefu na foleni ndefu zinazoshuhudiwa na kina mama wakati kutafuta bidhaa hiyo muhimu. Nenda kuunga mkono ili swala la kiongozi aliloongelea hapa kwamba atafanya juhudi zake zote kuhakikisha kwamba wana Kisurutini tunapata maji. Hilo kiongozi na kupongeza, ni swala zuri sana kwa sababu limekuwa donda sugu. Kila kiongozi anayepita ama tunayempitisha kwamba huwa anatuahidi kwamba yeye atatusuluhishia masuala ya maji, lakini huwa hakuna, kwa sababu ya kuwa hawana zile mbinu mwafaka za kuwa wanaweza fikiria kwa kina na kutufanikisha jambo letu. Lakini mkazi wa Rabai Kisurutini, napenda kumpongeza huyu kiongozi kwa ile agenda yenye ametuletea, hasa hii ya maji. Maji imekuwa donda sugu kweli hapa kwetu Kisurutini, ila kwa yale yenye ameyazungumza tumepata tumaini kwamba huenda tukapumzika. Kwa ajili hiyo mimi namwombea Mungu amwezeshe hiyo 2027 tumchague, tumpe ile nafasi ili aende katupiganie na tufanikishie hili jambo. Kama mkazi wa hapa, nimeona wamama vile wanapoteseka kubeba maji mitungi 50. Mama, jambo limenisikitisha. Lakini kwa jinsi kiongozi alivyokuja
na mfumo huu ambao utasaidia wakazi wa Rabai amenifurahisha, na mimi kama mkazi wa Rabai naona kama wamama sasa wamepata pumziko ambalo litadumu na litakuwa suluhu ambalo litasaidia wakazi wa hapa Rabai. Ali Vincent, Benvin TV.